Baada ya mapumziko mafupi, Tundu Lissu amepewa takriban dakika 30 kushauriana na mawakili wake pamoja na baadhi ya mashahidi anaokusudia kuwategemea. Waliohudhuria mashauriano hayo ni pamoja na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Golugwa na Brenda Rupia. Mahakama ilipoendelea na shughuli zake baadaye, Tundu Lissu alianza kwa kuwaomba majaji mwongozo kuhusu iwapo mashahidi hao watarajiwa wanapaswa kubaki ndani ya ukumbi wa mahakama. Jaji Dastani Ndunguru aliwaagiza watoke nje na kusema wangeitwa pale watakapohitajika kutoa ushahidi. Mashahidi hao wanne wa Tundu Lissu walitoka nje ya ukumbi wa mahakama na Tundu Lissu akaelekezwa kuhama kutoka kizimba cha watuhumiwa kwenda kwenye kizimba cha mashahidi. Wakati akielekea kwenye kizimba cha mashahidi, Tundu Lissu aliwasalimia na kupeana mikono na wanafamilia pamoja na wafuasi wake kabla ya kuchukua nafasi yake, huku akiwa amezungukwa na maofisa kadhaa wa magereza. Jaji Ndunguru alimtaka kuthibitisha jina lake, umri na dini yake. Lissu alisema ana umri wa miaka 59 na ni Mkatoliki. Kisha jaji aliuliza iwapo alikuwa tayari kutoa ushahidi chini ya kiapo. Tundu Lissu alijibu ndio, akiongeza kwa ingawa alishawahi kukabiliwa na kesi kadhaa za jinai hapo awali, hakuwahi kufikia hatua ya kutoa ushahidi kama mtuhumiwa. Kulikuwa na mlipuko wa kicheko mahakamani kabla ya Tundu Lissu kula kiapo hicho. Kisha alianza kwa kuelezea historia yake, akiambia mahakama kuwa yeye ni wakili na kiongozi wa kisiasa na kwa sasa anahudumu kama mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema. Tundu Lissu aliwaambia majaji kuwa alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema mnamo Januari tarehe 22 mwaka wa 2025 baada ya hapo awali kuhudumu kama makamu mwenyekiti wa chama hicho na kama mbunge. Pia Tundu Lissu alielezea historia yake ya kisiasa na kisheria, ikiwa ni pamoja na kuchaguliwa kwake kuwa mbunge wa Singida Mashariki mnamo mwaka wa 2010 na kazi yake kama mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema. Kisha Lissu alirejesha mahakama nyuma hadi tarehe 7 Septemba mwaka 2017 wakati alipopigwa risasi nyumbani kwake mjini Dodoma. Alisema alipelekwa Nairobi kwa matibabu na baadaye kuhamishiwa Ubelgiji ambako aliendelea kupata matibabu zaidi. Kulingana na ushahidi wake, Lissu alifanyiwa upasuaji mara 25 katika hospitali hizo mbili za Nairobi na hospitali ya Ubelgiji. Lissu alisema kuwa majeraha aliyopata kutokana na shambulio hilo la risasi yanaendelea kumwathiri kimwili, kiafya, akieleza kuwa matatizo yake ya kutembea yanatokana na majeraha hayo ya risasi. Pia aliambia mahakama kuwa wakati akiendelea na matibabu, kiti chake cha ubunge hatimaye kilitangazwa kuwa wazi na spika wa bunge wa wakati huo Job Ndugai, ambaye alisema Lissu alikuwa amekosekana bungeni. Aidha, Lissu alidai kuwa licha kujeruhiwa akiwa mbunge, hakupata msaada wowote wa kifedha kutoka bungeni au serikalini kwa ajili ya matibabu yake. Kisha Lissu alielezea nafasi yake ya awali bungeni, akisema aliwahi kuwa naibu kiongozi wa upinzani bungeni na alishughulikia masuala muhimu yanayohusu katiba, sheria na muungano kati ya Tanganyika na Zanzibari. Pia aliambia mahakama kuwa kati ya mwaka 2011 na mwaka 2015 alikuwa mjumbe maalum wa bunge maalum la katiba na alikuwa na mchango mkubwa katika kampeni za katiba mpya na mageuzi ya uchaguzi. Tundu Lissu alitumia historia hiyo kuwasilisha hoja mojawapo kuu ya utetezi wake. Aliwaambia majaji kuwa kwa mtazamo wake, kesi hiyo ya uhaini ilihusishwa na mgogoro wa muda mrefu wa kisiasa kuhusu uchaguzi, mageuzi ya katiba na demokrasia na si jaribio la kutenda uhaini. Pia Lissu alitaja nafasi yake ya awali kama rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS pamoja na majukumu yake ya kisiasa katika ngazi ya kimataifa. Lissu aliiambia mahakama kuwa kwa sasa anahudumu kama makamu mwenyekiti wa International Democrat Union, shirika la kimataifa linalounganisha vyama vya siasa kutoka nchi mbalimbali. Alisema rekodi yake ya kushiriki katika masuala ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ilikuwa ushahidi tosha au ushahidi muhimu wa tabia na historia yake ya kisiasa. Pia Lissu alitaja tuzo na utambuzi mbalimbali wa kimataifa aliyopokea kutokana na kazi yake katika nyanja za demokrasia na haki za binadamu. Kisha Lissu
aliwaambia majaji kuwa mashirika ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Madola yameonyesha wasiwasi kuhusu kushtakiwa kwake na kutoa wito wa kuachiwa huru. Aidha, Tundu Lissu alidai kuwa shinikizo la kimataifa tayari limeathiri Tanzania, ikiwemo madai ya kupunguzwa au kusimamishwa kwa misaada ya kifedha. Katika nyakati kadhaa, kauli zake Tundu Lissu ziliwafanya watu waliokuwemo mahakamani kutabasamu na kucheka. Kisha Lissu alielekeza hoja zake moja kwa moja kwenye madai yanayounda msingi wa kesi hiyo ya uhaini. Alisema shtaka hilo linahusu kauli alizozitoa tarehe 3 Aprili mwaka uliopita kuhusiana na uchaguzi mkuu ujao wa Tanzania. Aliiambia mahakama kuwa ana uzoefu mkubwa katika masuala ya uchaguzi, akisema alipiga kura kwa mara ya kwanza mwaka 1985 na akasema ameshiriki katika karibu kila uchaguzi mkuu wa Tanzania tangu wakati huo, ama kama mgombea au mpiga kura. Alifafanua kuwa hakushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2000 kwa sababu alikuwa akisoma na kufanya kazi nchini Marekani. Huku mwaka 2025 akiwa gerezani, pia alieleza mahakama kuwa alirejea Tanzania akitokea Uingereza mwaka 1995 ili kugombea kiti cha ubunge katika uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi nchini, hatua iliyomfanya hata kukatisha masomo yake. Kisha Lissu alisisitiza uzoefu wake kama wakili wa masuala ya uchaguzi. Alisema kuwa amekuwa akishughulikia kesi zinazohusiana na uchaguzi tangu mwaka 2005 na ametumia miaka mingi kufanya utafiti kuhusu mfumo wa uchaguzi wa Tanzania, ikiwemo historia ya mfumo huo na jinsi ulivyokuwa. Katika hatua hiyo, Jaji Ndunguru alibainisha kuwa muda ulikuwa umefika saa 11 jioni na akauliza iwapo mahakama iendelee au iairishe shughuli zake hadi Jumatatu. Nikujulishe tu, wakati nikiandaa taarifa hizi ni saa 11 na dakika 50. Wakili wa serikali naye alionyesha kuridhia shughuli hizo kuahirishwa. Lissu aliomba muda kidogo zaidi ili kukamilisha hoja yake kabla ya mahakama kuhitimisha kikao hicho. Aliwaambia majaji kuwa karibu kila suala muhimu la uchaguzi lililoibuliwa na Chadema katika muongo uliopita lilipitia mikononi mwake kwa namna moja au nyingine. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bado alikuwa na mengi ya kusema na ushahidi wake haukuwa umekamilika. Kisha Jaji Ndunguru alitangaza kuwa kesi hiyo itaendelea tena siku ya Jumatatu tarehe 24 Agosti saa 3 asubuhi. Awali jaji alionyesha kutarajia kuwa Lissu angehitimisha ushahidi wake siku ya Jumatatu na akaagiza kuwa wito wa mahakama utolewe kwa ajili ya mashahidi. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika update au ripoti hii, na kwa leo tutaachia hapa. Tutaweza kuendelea tena na update hizi za mahakamani siku ya tarehe 24 Agosti saa 3 asubuhi ambayo ni siku ya Jumatatu.